Baadhi ya wabunge wameishauri serikali kuiwezesha Wizara ya Kilimo kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya kufanya tafiti zitakazowezesha wakulima kufanya kilimo chenye tija zaidi. Rais Donald Trump wa Marekani na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini waibua matumaini mapya kuhusu kupatikana kwa suluhisho la mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na DRC. Na katika michezo, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi abeba harama zote za uwanja wa New Amani Complex kuelekea mchezo wa pili wa fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika utakaochezwa tarehe 25 mwezi huu kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wetu popote pale ulipo? Karibu sana katika taarifa yetu ya habari jioni ya leo inayoletwa kwako na Mikisa Mwepiana, ambapo nitakuwa na Tito Makombe katika upande wa ukalimani wa lugha ya alama. Karibu sana. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameishauri serikali kuiwezesha Wizara ya Kilimo kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya kufanya tafiti zitakazowezesha wakulima kufanya kilimo chenye tija na cha kibiashara zaidi ili kuondokana na umasikini. Kwa taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Leonard Mwacha ambaye anaarifu kutoka jijini Dodoma. Hayo yanajiri bungeni jijini Dodoma katika mkutano wa 19 kikao cha 30, wakati wa bunge hao wakijadili kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2025-26. Watafiti wana nafasi kubwa sana. Ni lazima, pamoja na uwekezaji mkubwa unaofanyika, serikali kupitia Wizara ya Kilimo ni lazima iwekeze fedha za kutosha katika tafiti ili wanasayansi wetu waendelee kufanya kazi iliyo bora, ambayo pia itajumuisha kutafiti hizi mbegu za kisasa ambazo tunaletewa zinakuwa zina madhara au zinakuwa zina tija, pamoja na kwenye maeneo mengine. Hapa katikati iko serikali, pale juu yuko mkulima ambaye ndio tunamhudumia. Huku kuna utafiti, pembe ya chini huku kulia kuna utafiti, pembe ya kushoto kuna ugani. Huo mzunguko tutafanikisha vizuri sana. Kwa hiyo naomba tuendelee kuwekeza kwenye utafiti. Ugani umejitahidi japokuwa hawako kwako, lakini umewapa hata pikipiki na vitu vingine ili wafanye vizuri, ili waweze kusaidia kupeleka teknolojia kutoka kwa watafiti kwenda kwa mkulima. Wabunge wengine wakaibua hoja ya kuwawezesha wakulima wadogo vitendea kazi, huku wakisisitiza kuboreshwa kwa mfumo wa utoaji pembejeo ili kuwaishwa kwa wakulima kulingana na mahitaji ya mkulima na msimu wa kilimo. Kama tunataka kuempower the 61% ambao ni majority, ni lazima tuboreshe kilimo kwa kumechanize agriculture. Pembejeo inatoka, lakini inatoka si katika utaratibu, wakati mwingine sio mzuri, na hasa viatilifu vinafika si katika wakati mzuri. Madawa kwa maana ya kuua wale wadudu, lakini mbegu kwa ajili ya kilimo, lakini mbegu zile zitolewe kwa mujibu wa ile allocation iliyotolewa katika kila eneo kulingana na takwimu za idadi ya wakulima, lakini pia na ukubwa wa maeneo ya mashamba. Tunaomba mboreshe zaidi ili hii mbegu ya ruzuku ambaye tunaamini ni nia njema ya serikali kupitia Mama Samia iweze kunufaisha wananchi wote ambao wenye uhitaji. Bunge limejadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kiasi cha shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya miradi ya maendeleo na matumizi ya kawaida. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante sana Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali inathamini mchango unaotolewa na Chama cha Madaktari Bingwa wa Magonjwa ya Kizazi na Uzazi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ameeleza hayo wakati wa ufunguzi wa kongamano la kisayansi lililoandaliwa na Agota kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. Amesema madaktari bingwa magonjwa ya kizazi na uzazi ni nguzo muhimu ya kusaidia mipango na mikakati ya serikali na juhudi za kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto. La kongamano hili kuzidi kuboresha na kuimarisha huduma za uzazi na tiba za magonjwa ya kizazi na kusaidia katika kuboresha huduma za afya, elimu na tafiti hapa nchini. Vyama vya kitaaluma vya Agota na ICG ambavyo vimekuwa vikishirikiana na serikali kwa kutoa mchango wa kitaaluma katika kuandaa sera
na miongozo mbalimbali yenye lengo la kuboresha utoaji wa huduma bora za kiafya kwa mama wajawazito na watoto wachanga. Tunatambua na kuthamini mchango wa AGOTA ambao kwa kushirikiana na Wizara ya Afya umekuwa ukisaidia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali inayofadhiliwa na wadau wa maendeleo hapa nchini ili kuendeleza juhudi za kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga nchini Tanzania. Aidha, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amewataka wataalamu wa afya kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, maarifa na uweledi ili kuleta mageuzi ya sekta ya afya. Serikali itaendelea kuwapa ushirikiano mkubwa ili kwa pamoja tuweze kutatua changamoto zinazotukabili ili kufikia kutoa huduma bora za afya na zenye viwango vya kimataifa kwa wote. Ninawasihi muendelee kufanya kazi kwa juhudi, maarifa na uweledi ili kuendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya afya kwa madhumuni ya kuzidi kuboresha huduma zetu za afya na kuinua uchumi wa nchi yetu. Rais wa chama cha madaktari bingwa magonjwa ya kizazi na uzazi Tanzania Dr. Matilda Ngarina amesema AGOTA itaendelea kushirikiana na wadau wa afya katika tafiti na maeneo mengine. Brings together global experts to network, learn and exchange clinical experiences in research in the field of gynecology. It is my sincere hope that this conference will be educational to all of us and will encourage professional sharing and debate on crucial issues of equity in access of reproductive health services. Mkutano huo umefanyika ukumbi wa Golden Tulip visiwani Zanzibar. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa limewahakikishia umma wa Tanzania kuwa inaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya viashiria vyote vya uvunjifu wa amani ili kuwezesha ustawi wa kiuchumi kwa wananchi. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba huyu hapa na undani zaidi wa hii taarifa. Uhakikisho huo umetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stegomena Tax wakati akiongea na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya wizara hiyo katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Wizara imeendelea kulinda amani kupitia taasisi zake, kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhakikisha kuwa mipaka ya nchi yetu ipo salama. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama chini ya uongozi mahiri wa Amiri Jeshi Mkuu wa awamu ya 6 limeendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitendo vyote vyenye viashiria vya uvunjifu wa amani, na taifa letu ni salama na lenye utulivu na amani. Kuhusu migogoro ya ardhi, Dr. Tax amefafanua kuwa wamefanikiwa kutatua migogoro 80 kupitia mpango wa kutatua migogoro ya ardhi wa mwaka 2020, 2021 hadi 2024, 2025, huku akitoa rai kwa wananchi kuto kuingia kwenye mipaka ya jeshi. Nitoe rai tu kwa Watanzania, kwa sababu wakati mwingine wanajua kabisa kwamba hii ardhi imepimwa, wanajua kabisa hii ardhi ni ya jeshi, lakini bado wanakwenda kuvamia. Kwa hiyo nitoe tu rai kwa Watanzania wenzangu wote wajue kwamba jeshi linahitaji maeneo ili kufanya kazi yake. Kwa hiyo wenyewe wasione tu yale maeneo akasema mbona ile eneo kubwa sana liko wazi. Haliko wazi, lina kazi. Kazi zinazofanyika mle sio lazima wewe uzione kwa macho yako. Aidha, Dr. Tax amesema serikali imefanikiwa kuimarisha mashirika ya kijeshi ya umma likiwemo shirika la Nyumbu pamoja na shirika la Mzinga. Serikali imeweza kuimarisha mashirika ya umma ya kijeshi ikiwemo Tanzania Automotive Technology Center ikijulikana zaidi kama Nyumbu, na shirika la Mzinga kwa kujenga miundombinu ya milk, kuanzisha karakana kuu ya ukaribu chuma itakayotumika kuzalisha vipuli vya magari, zana za kilimo na viwandani, na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mazao ya msingi yatakayotumiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shukrani sana Roda kwa taarifa hiyo. Katibu wa NEC itikadi na uenezi pamoja na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amesema serikali itaendelea kuinua kilimo cha zao la pamba kwa kuanzisha kongani ya zao hilo na kuongeza pembejeo za kilimo mkoani Simiyu ili kuongeza thamani ya zao hilo la pamba.
Mwandishi wetu Saidi Makala ana taarifa zaidi. Hapa ni mkoani Simiyu. Baada ya kuwasili na kisha katika mkutano huu wa hadhara ndipo alipozungumza na wakazi wa Lamadi katika mkoa huu wa Simiyu akiwa katika ziara yake ya kikazi, ambapo CPA Amos Makala amewaambia wakazi hawa kuwa serikali tayari kwisha rahisisha gharama za kilimo kwa kupeleka ruzuku za pembejeo kwa wakulima ili kuwapa unafuu katika kilimo hicho. Katika mkoa huu wa Simiyu, CPA Amos Makala inakuwa ni siku yake ya 5 kazini katika mwendelezo wake wa kukisemea Chama cha Mapinduzi CCM juu ya mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho cha CCM. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuinua kilimo cha pamba katika mkoa wa Simiyu. Na kwa Tanzania tunajua Simiyu ndio ambao mkoa unalima pamba kuliko mkoa mwingine. Ahadi ni kwamba tutaendelea, na rais ameshafanya, na nyie mnajua, kaleta matrekta zaidi ya 3,000, lakini matrekta hayo kulima ekari moja ni shilingi 70,000, lakini mmewekewa ruzuku watalima kwa shilingi 35,000. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbegu, pembejeo, ugani, lakini wataanzisha na industrial park kwa ajili ya kuongeza thamani ya pamba katika mkoa wa Simiyu. Kuhusu utendaji wa serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM, amewatoa hofu wananchi wa Bariadi mkoani Simiyu katika ukuaji wa uchumi. Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha milioni 770, daraja limejengwa. Chama cha Mapinduzi na serikali yake tunaahidi na kutenda. Hao wengine wanaopita na kuzurura, mdomo ni mali yao. Mdomo ni mali yao. Mkoa wetu wa Simiyu katika hali ya usalama uko vizuri 100%. Hakuna matukio yoyote makubwa ambayo wanazuru wananchi wetu. Lakini mkoa huu, niwaambie wananchi mlioko hapa, nikiwa mkuu wa mkoa hapa nitahakikisha ulinzi na usalama wenu na mali zenu ni 100%. Hatutaruhusu mtu yoyote au kikundi chochote kikajaribu kuteteresha amani ya mkoa huu. Kutoka Simiyu, Saidi Makala, Channel 10. Asante sana Saidi Makala kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini wameunga mkono kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kukemea kitendo cha baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kuingilia mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania, jambo ambalo halikubaliki. Mwanahabari wetu Hamisi Mkotia anafanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Thomas Kibwana, ambapo hapo awali alitaka kujua katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hali ya uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine duniani ikoje? Mahusiano ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa ya Tanzania yameboreka sana ndani ya miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na kimfano wa hilo ni Watanzania wenzetu mbalimbali ambao wameshinda nafasi za kimataifa miaka hivi karibuni. Tunaye wetu wa bunge Mheshimiwa Tulia Ackson ambaye sasa hivi ni rais wa mabunge ya dunia, yani IPU, na juzi kati tu hivi tunaye Dr. Mohamed Janabi ambaye ameshinda nafasi ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani kwa ukanda wa Afrika, akipokea kutoka kwa hayati Faustin Ndugulile ambaye naye ni Mtanzania mwenzetu aliyeshinda hiyo nafasi. Kwa hiyo kitendo cha Tanzania kushinda hizi nafasi mbalimbali za kimataifa ni kigezo tosha cha kuonyesha kwamba ni namna gani mahusiano yetu na nchi wenzetu majirani na ambao wako mbali yalivyoimarika ndani ya miaka hii michache ya awamu hii ya 6. Wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alionyesha kukerwa na baadhi ya wanaharakati wanaoingia Tanzania kwa ajili ya kufanya vurugu, na katika hilo akatoa maelekezo kwa Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kutofumbia macho watu wa aina hii. Hili unalizungumziaje?
Nakubaliana kabisa na Mheshimiwa Rais. Tukumbuke kwamba Mheshimiwa Rais anavaa makofia mbalimbali katika kutekeleza majukumu yake. Mojawapo ikiwa ya Amiri Jeshi Mkuu, ambapo kama Amiri Jeshi Mkuu ni jukumu lake kuhakikisha ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu pamoja na raia. Sasa lazima tujiulize, wanaharakati ambao wanalipwa na kufadhiliwa na mashirika kutoka nje kuja kufanya harakati Tanzania, je, wana nia njema ya nchi yetu? Kitendo kilichofanywa na wanaharakati wa Kenya wakiongozwa na mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo Martha Karua kinaweza kutafsiriwa kama ni chokochoko za kisiasa tu, ama inaweza kawa ni moja ya matukio yanayojaribu kufifisha diplomasia na mahusiano mazuri yaliyopo kati ya mataifa ya mawili? Mimi kwanza, kitendo cha Martha Karua kuja nchini Tanzania kufanya harakati ilinishangaza, kwa sababu ni miaka kama ipatao 2-3 tu ambapo yeye alikuwa mgombea wa nafasi ya naibu rais kwa upande wa Kenya. Sasa najiuliza maswali, endapo angefanikiwa kuingia madarakani kama naibu rais, je, serikali yake ingekuwa inaruhusu wanaharakati kutoka Tanzania waende Kenya kujaribu kufanya wao walichokuwa wanajaribu kufanya? Nadhani sio sahihi, na tulitumia njia nzuri kabisa za kidiplomasia kwamba tuliwazuia pale airport wao wale walioingia kwa njia halali kupitia airport. Inapokuja swala la uzalendo wa nchi, matukio ya aina hii, unatoa wito gani kwa baadhi ya Watanzania wenzetu wengine ambao aidha kwa sababu wanazozijua wao ama ambazo hazijulikani kuunga mkono vitendo vinavyofanywa na baadhi ya wanaharakati kutoka mataifa mengine? Kama Mtanzania kwenye nchi ambao ina vyama vingi, una haki kabisa ya kupenda chama unachokipenda na kuchukia chama ambacho wewe binafsi haukipendi, ila lazima kwenye masuala ya maslahi ya kitaifa tuungane bila kujali itikadi zetu ya vyama wala itikadi zetu za kisiasa. Jambo la raia wa kigeni kuja Tanzania kujaribu kufanya harakati haipasi kumfurahisha mtu yoyote. Tayari waziri kiongozi wa baraza la mawaziri la Kenya Musalia Mudavadi ameunga mkono kauli ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kulinda nchi yake, akisema Jumuiya ya Afrika Mashariki sio taifa, ni mwamvuli tu. Kitendo cha waziri kiongozi wa baraza la mawaziri la Kenya linaiweka serikali ya Kenya katika muktadha upi chini ya Dr. William Ruto? Kwanza, Mheshimiwa Mudavadi yuko sahihi sana. Ndio maana katika moja maswali ya awali nilisema Martha Karua yeye mwenyewe alikuwa mgombea wa nafasi ya naibu rais, na nikawa nauliza swali kwamba je, endapo angefanikiwa kuwa naibu rais wa Kenya, hichi kitendo kilichotokea kingetokea nchini Kenya kutoka kwa raia wa Tanzania, je, serikali yake ingekubali? Mudavadi kaongea kama mtu ambaye yuko kwenye serikali, kwa anatambua kwamba hata wao kama serikali ya Kenya wasingefurahia wanaharakati eti watoke Tanzania, wao wamelipwa na mashirika ya kimataifa kuja kufanya harakati nchini Kenya. Asante sana Thomas. Asante na karibu tena. Naam, asante sana. Na mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa. Huyo alikuwa ni Thomas Kibwana, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia. Pamoja nami tulikuwa tunaangazia swala zima la uzalendo wa nchi na kile kilichojiri kutokana na wanaharakati wa Kenya walioingia nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo hazikutafsirika kisheria kama zilikuwa ziko sawa sawa. Mimi ni Hamisi Mkotia, narudisha matangazo haya studio kwako Kisa Mwipiana. Asante sana Hamisi Mkotia kwa mahojiano hayo. Mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kuwa wizara yake iko kwenye mchakato wa kuboresha sheria ya ujenzi inayosimamia mafundi sanifu, ambayo amesema itaweza kutatua changamoto mbalimbali katika sekta ya ujenzi, ikiwemo kutambua nafasi ya mafundi sanifu, hatua ambayo itawatenganisha na mafundi wasio na sifa na uzoefu kwenye kada hiyo. Taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Beatrice Eriki. Waziri Ulega ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya 7 ya siku ya mafundi sanifu Tanzania. Amesema katika kuhakikisha kundi hili linapata haki zake kisheria, atakutana na waziri wa utumishi ili kuangalia muundo wa ajira waweze kuboresha maslahi yao kulingana na elimu na uzoefu, hivyo kuwatofautisha na mafundi wa mtaani, huku mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando akiomba mafundi hao kupewa kipaumbele. Kwa kushirikiana na ERB na EQRB na wadau wengine,
Imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Halmashauri nakuta ina mradi wa zahanati, mchoro umeandaliwa na TAMISEMI huko tayari, au kuna mradi wa madarasa, mchoro uko tayari. Tunasema kwamba majengo haya yatajengwa na loko fundi, anaingia kwenye nest, hana cheti kinachotambulika na bodi, hajulikani popote, lakini anaomba, anapewa ule mradi. Akizungumzia maadhimisho hayo, msajili wa bodi ya wahandisi ERB, mhandisi Bernard Kavishe, amesema huu ni mwaka wa 7 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa ni njia mojawapo ya kuangalia namna ya kutatua changamoto zao, huku akilitaja kundi hilo kuwa ni kiungo muhimu katika sekta ya ujenzi. Na ilianzishwa kwa sababu ambazo ni obvious, kwamba mafundi sanifu ni subsector fulani, ni ngazi fulani katika uhandisi ambayo ina changamoto zake ambazo ni unique. Kwa hiyo haziwezi kujadiliwa katika bahari kubwa, zijadiliwe katika forum ambayo ni ya kwao, na kila mwaka tunaona hali yao ikizidi kuboreka. Ni teknolojia, ukubali usikubali itatokea. Basi na katika kuasa wa mafundi sanifu jana nao tukawaambia kwamba tujipange, kwamba teknolojia inaenda ikibadilika, kwamba your relevance itategemea umekuwa mwepesi kiasi gani kubadilika na teknolojia. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Shukrani sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manispaa ya Singida SUWASA unatarajia kukamilisha mradi wa kimkakati wa kukusanya na kutibu maji taka mwezi Julai mwaka huu unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.73, ambapo baada ya kukamilika utawawezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi kando ya mradi huo, ikiwamo kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia maji pamoja na mbolea itakayozalishwa hapo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Leonard Mwacha. Mradi huo wenye lengo la kuboresha usafi wa mazingira unaenda sambamba na ujenzi wa maabara ya kisasa ili kuthibitisha ubora wa maji na mbolea ili kuwa salama kwa matumizi yaliyokusudiwa, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji. Tuna uhakika kabisa watu watapata mbolea ile bora, ambaye ubora huo utapimwa kutokana na uwepo wa maabara kama mnavyoona jengo hapo, na hata maji ambayo yatakuwa yanaachiwa yatakuwa kwenye ubora hali ya juu, kwa sababu pamoja na hivyo nimekuambia kwamba tutakuwa tunadhibitisha kupitia uwepo wa jengo letu la maabara ambao utakuwa na vifaa vyote vya udhibitishaji wa ubora wa vitu hivyo. Baadhi ya wananchi wa Singida wameishukuru serikali kwa mradi huo, huku akielezea utayari wao wa kuchangamkia fursa za kiuchumi zitokanazo na mradi huo. Kwanza umetuhifadhi katika sehemu ya uchafu, maji taka yatakuwa yamekusanywa kwenye eneo moja, lakini hivyo basi tunanufaika kufuatana na maji yanayopatikana kwa ajili ya umwagiliaji wa miti, mboga ambazo pia zitatusababishia vijana wetu kupata ajira. Tunaendelea kumshukuru mama, na hivi sasa tunaoona mradi unaendelea kukamilika ni jambo la kushukuru sana. Sisi vijana tumejiandaa timu mbalimbali na vikundi mbalimbali kwa ajili ya kulima, kuwekeza mboga, tunajiajiri sisi wenyewe pia. Na washauri watu wote, hasa wakina mama wa mkoa wa Singida, kujitokeza kwa wingi kujipatia haya maeneo kwa ajili ya kuanza kilimo hichi cha umwagiliaji, ili waweze kufanya shughuli za kilimo wao wenyewe, waweze kupanda hizo mboga na hatimaye kuziuza wao wenyewe ili waweze kujipatia kipato. Utazalisha ajira ndogo, lakini bado utaboresha afya za wananchi, kwa sababu lengo na madhumuni ni kuchakata ile maji kutoka maji taka kwenda kwenye maji ambayo yatatuzalishia mboga. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa SUWASA ameweka wazi mpango wa mamlaka hiyo wa kupanua mfumo huo kwa mji mzima wa Singida utakaosafirisha maji taka kutoka manyumbani moja kwa moja hadi kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya kutibiwa. Ujenzi wa mabwawa haya ni sehemu tu ya mradi mkubwa unaoendelea
usanifu mpaka hivi sasa umeshakamilika wa kuhakikisha kwamba mji wote wa Singida unakuwa na mfumo wa kutibu maji taka, kwa maana kwamba kuanzia kwenye household mpaka kwenye mabwawa, kwamba kutakuwa na network ya maji taka. Kwa hiyo mwananchi yote anapozalisha maji taka, hayo maji na maana yanaondoka kwenye eneo lake na kwenda kwenye eneo la kutibiwa. Kwa hiyo kuna mradi mkubwa nje ya mradi huu, kuna mradi mkubwa ambao usanifu umeshafanyika. Sasa hivi inatafutwa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huu mradi unakamilika. Kwa hiyo mji mzima utakuwa umeenea na mfumo wa maji taka. Leonard Mwacha, Channel 10, Singida. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Mara imeridhishwa na utekelezaji wa miradi ya maji pamoja na elimu katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, huku kamati hiyo ikiagiza miradi yote ambayo haijakamilika kukamilishwa ndani ya muda uliopangwa. Ni kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM hapa mkoani Mara inatembelea katika halmashauri ya mji wa Bunda. Lengo ni kujionea utekelezaji wa miradi mbalimbali, na hapa ni miradi ya maji na elimu. Kwa hiyo nipende kuwapongeza sana wilaya ya Bunda mjini, kwa kweli miradi yenu ni mizuri. Mradi wa maji nao ni mzuri sana licha ya changamoto zilizojitokeza, na imani utaendelea kuboreshwa siku hadi siku. Na tusisahau sisi viongozi wa kisiasa, nitoe wito pamoja na kuhubiri siasa zetu, tuwaambie wananchi walipe bili kwa wakati ili huduma ya maji iweze kutolewa vizuri na kwa muda mwafaka. Na sisi tunapokea ushauri wenu kwa mikono miwili na tutakwenda kuutekeleza bila kinyongo chochote. Akitoa taarifa ya utekelezaji na usambazaji wa huduma ya maji kwa wananchi wa Bunda, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda BUWASA, Esther Girioma, anaeleza. Mtandao ilikuwa utekelezaji wake ni kilomita 8, lakini baada ya mabaki kuongezeka tukatekeleza. Hadi sasa tuna network ya kilomita 11. Mradi wa maji Manyamanyama Mgaja ni mradi ambao ulikamilika kwa wakati na wananchi wanaendelea kufurahia huduma ya maji inayotolewa na serikali ya usikivu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunapata maji kwa mwafaka. Zamani ilikuwa ni shida kweli. Hata sasa tungekuwa bado tuko mitaani kule tunatafuta maji. Kuhusiana na utekelezaji wa miradi ya boost kwa upande wa elimu, nako kukapongezwa. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutupatia fedha za mradi kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo ili kuboresha mazingira ya wanafunzi ya kufundishia. Na tunaomba tena, kama kuna uwezekano, bado tuna upungufu wa majengo, tunaomba kama kuna uwezekano muweze tena kutuona. Pale tunapokoseana tunaomba msamaha, tunajenga amani na kazi inaendelea. Musa Makari, Channel 10, Mara. Wananchi wilayani Babati mkoani Manyara wamesema umiliki wa hati ya ardhi unasaidia usalama na kuondoa msongo kwao, hususan wanawake ambao wamekuwa wakinyanyasika kwa kunyimwa haki za umiliki wa ardhi. Wananchi hao wamesema hayo wakati wakikabidhiwa hati miliki kupitia kliniki ya ardhi ambayo imeanza kuendeshwa katika halmashauri ya mji wa Babati kupitia divisheni ya ardhi. Furaha yangu sasa nimekuwa nikiwa na miliki maeneo yangu iko mahali salama, kwa sababu tayari nimeshapewa vitu vyote ambavyo vitanilinda, na msongo wa mawazo sasa kwa sasa sina tena, kwa sababu niko tayari kwenye mambo ambayo ya kwangu. Hata nikifa leo naweza nikazikwa pale, hata kaburi langu kwa pale, na familia yangu, watoto wajukuu kama hawa wakatambua hapa ni eneo la. Nilipata faraja kubwa sana nikiwa na umri wa miaka 75. Faida hii tulikuwa tuione tukiwa mzaliwa Babati hapa na kulia hapa, ilikuwa nyuma hakuna. Lakini sasa hivi kwa uongozi wa mama, tunamshukuru sana Mungu ampe maisha marefu. Kwa furaha nilionayo mimi kama mzee, kwa sababu ina faida. Ya kwanza, unaweza kuchukua hata kimkopo kidogo ukaendeleza maisha yako. Akizungumzia zoezi hili, msajili msaidizi wa ardhi mkoa wa Manyara Kidori Mbaga
amesema ni mpango wa serikali kupitia Wizara ya Ardhi kuhakikisha inaongezea wananchi usalama wa maeneo wanayomiliki pamoja na kuondoa migogoro ya ardhi. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha, kwa ajili ya kutoa hati, na pia tunafanya hili zoezi kwa ajili ya usalama wa hati miliki. Kwamba mtu anapopata hati ya umiliki wa ardhi anakuwa na uhakika wa usalama wa kipande cha ardhi anachokimiliki. Katika kliniki ya ardhi ni tunapima maeneo ya wananchi na kutoa hati, lakini vile vile tunatatua migogoro ya ardhi. Mji wa Babati tumelenga kutembea mitaa yote. Zoezi hili tulianza tarehe 17 mwezi wa 3. Mpaka sasa hivi tumeshatembea mitaa 5. Lakini pia tumepokea migogoro mingi ya mipaka, tumetatua. Tumetoa elimu pia kwa wananchi kuhusu umiliki wa ardhi kwa mujibu wa sheria. Zoezi hili kwa sasa limefikia zaidi ya wananchi 2000 katika halmashauri ya mji wa Babati, huku likitarajiwa kuendelea katika halmashauri nyingine za mkoa wa Manyara. Kutoka wilaya ya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, kwingineko duniani, marais Donald Trump wa Marekani pamoja na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini wameibua matumaini mapya ya kupatikana kwa suluhisho la kudumu katika mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano uliofanyika mjini Washington DC, Rais Trump ametangaza kuwa mzozo huo hatimaye unaelekea kufikia tamati, akiwashukuru watu waliowaita wenye vipaji vikubwa kwa kusaidia kufanikisha juhudi za kidiplomasia. Matamshi hayo yameibua hisia tofauti, huku baadhi ya watu wakiyaona kama ishara mpya ya nia ya Marekani kushiriki katika kudumisha amani barani Afrika, na wengine wanaona kauli hiyo kama ya pupa. Rais Ramaphosa kwa upande wake amekiri mchango wa Marekani na nchi nyingine za nje ya Afrika katika kuisaidia Kongo. Mtazamaji, mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Hii ni Channel 10 Habari. Mimi ni Kisa Mwipiana, niko na Tito Makombe katika upande wa ukalimani wa lugha ya alama. Hii ni Channel 10 Habari. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Na mtazamaji, karibu katika sehemu yetu ya pili ya taarifa ya habari, na sasa ni wakati wa kuletea habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja tunampisha hapa mchumi wetu Beatrice Eric Mwaijulu ambaye ametuandalia habari hizo za biashara na uchumi. Karibu sana Beatrice. Asante Kisa Mwipiana. Zifuatazo sasa ni habari za biashara na uchumi. Kwa siku ya leo, habari yetu ya kwanza inagusa wale ambao wanachukua mikopo, hususan ile ya imbeju. Moja ya sababu zinazofanya baadhi ya wakopaji kushindwa au kupata changamoto katika ulipaji wa mikopo wanayochukua kwenye taasisi za kifedha nchini ni kutotilia mkazo elimu ya ukopaji wanayopewa na taasisi husika, pamoja na kuhamisha matumizi ya fedha za mkopo na kufanyia shughuli nyingine. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na viongozi wa vikundi ambavyo ni wanufaika wa imbeju wakati wa semina iliyoandaliwa kwao na uongozi wa CRDB Bank Foundation inayolenga kuwapa elimu ya kifedha ambayo itawasaidia kusimamia vikundi wanavyoviongoza, hasa wanachama wao ambao ni wanufaika wa mikopo ya imbeju. Kikubwa, watu huwa wanahamisha fedha kutoka katika
ile sababu iliyomfanya akope kwenda kufanyia kazi nyingine, hasa sisi wanawake. Mitaji hii wezeshi inatoka bila dhamana. Dhamana ni kikundi. Kikundi kinakuwaje? Kuanzia wanawake 5 na kuendelea, tunawafikia wanafungua akaunti za Imbeju ambazo hazina makato. Kupitia CRDB Bank Foundation na mimi kama mratibu kupitia vikundi tunanufaika, wamama wananufaika, wanatoka kuwa wamama ntilie mpaka mtu anafungua duka kubwa. Kwa upande wake, mkuu wa uendelezaji biashara changa CRDB Foundation Fadhili Bushagama amesema semina hiyo inayolenga kuwajengea uwezo viongozi wa vikundi ni moja ya maandalizi kuelekea kwenye utoaji wa mikopo ya halmashauri ya 10% ambayo inawalenga akina mama, vijana na walemavu. Najua tunaishi kwenye vikundi mbalimbali, kuna kuwepo na changamoto ambazo tunazifanyia kazi, na leo hii mmepata fursa ya kuweza kupata uelewa wa jinsi gani ya kupunguza changamoto kwenye vikundi vyetu ambavyo tunaishi navyo katika maisha yetu na wale waliotuzunguka. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel. Chemba ya migodi Tanzania TCM imesema kufuatia migodi mingi kuhamia kwenye uchimbaji wa chini ya ardhi, mahitaji ya kitaalamu yameongezeka na hivyo kuilazimu kubuni mpango mkakati wa kuwezesha kukabiliana na uhitaji huo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na katibu mtendaji TCM Benjamin Mchwapaka alipokuwa akizungumzia mafunzo yanayotolewa na TCM kwa kushirikiana na mamlaka ya mafunzo ya ufundi stadi VETA, akisema vijana 1500 wamenufaika na mafunzo ya ufundi mchundo katika sekta ya madini, ambapo TCM ilitenga dola milioni 2 sawa na bilioni 5. Kuanzia mwaka 2009 hadi kufika mwezi Januari 2025, vijana wa Tanzania 1500 waliweza kuhitimu kwenye mafunzo hayo, ambapo kati ya hao vijana wa kike ni 167 na wa kiume ni 1333. Na kupitia programu hiyo tumeweza kumaliza kabisa uhaba wa wataalamu wa hiyo kada ya technicians kwenye migodi, na wakajaza nafasi na ikabidi sasa waajiriwe na maeneo mengine kwenye viwanda vya sukari na viwanda vingine vya kiuchumi. Amesema kwa sasa TCM imeandaa kozi mpya 6 ambazo ziko katika hatua za mwisho kuanza kutekelezwa, ikiwemo uendeshaji wa mitambo, utengenezaji na kuchaji baruti mashimoni, ikiwa ni juhudi za kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 za kuongeza ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa thamani. Bili tena chemba tukae tena kutumia wataalamu wetu wa ndani kwa kushirikiana na VETA, tufikirie namna ya kuaddress hilo tatizo, kwamba kwa sasa migodi mingi inatumia wataalamu kutoka Indonesia, Zambia na maeneo mengine kuendesha hiyo mitambo ya uchimbaji wa chini. Basi tumedesign tumeidentify kozi kama 6 hivi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuondoa eneo hilo, tatizo hilo, na tayari tumetengeneza mitaala kwa ajili ya kozi zote 6 mpya ambazo tutazianzisha pale MTT. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Wawekezaji na wajasiriamali wa viwanda mbalimbali vikubwa na vidogo mkoani Mwanza wamepatiwa mafunzo ya namna ya kutanua wigo wa fursa za uwekezaji katika sekta hiyo. Lengo hilo linalenga kuchochea maendeleo ya uchumi wa viwanda sambamba na kuongeza fursa za uwekezaji kwa wazawa. Henry Kavirondo ameandaa taarifa ifuatayo. Mafunzo hayo yametolewa na Benki ya Maendeleo Tanzania TIB, ambapo baadhi ya wajasiriamali waliojitokeza kupata mafunzo hayo wameeleza namna walivyonufaika, huku wakiomba serikali kuweka mkazo zaidi katika kuwainua wawekezaji wa ndani. Kitu ambacho serikali inaweza kufanya, na serikali nyingi ambazo zimeinua wajasiriamali wadogo wamefanya, ni kutumia dhamana ya uraia. Katika mafunzo haya nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza naweza kupata mkopo kwa urahisi kuliko nilipokuwa nafikiria mwanzo, nilikuwa sijui. Ni serikali kutuangalia kwa jicho la pili, kuondolea masharti makubwa ya kudhaminika au kukopesheka. Itakapotupunguzia ni masharti, tutaweza kutoa ajira kwa hivyo vijiwe nchini. Changamoto kubwa nayoiona ni kwenye swala la dhamana, hasa kwa sisi vijana.
wengi wetu bado dhamana zetu sio kubwa kuweza kukidhi kupata hiyo milioni 100. Kwa hiyo tunaomba serikali tufikirie sisi vijana. Kwa upande wake, meneja wa benki hiyo kanda ya Ziwa Zakaria Kicharo amesema wameamua kutoa mafunzo hayo ili kufungua milango ya fursa kwa wajasiriamali hao, ikiwemo utoaji wa mikopo pamoja na elimu ya uwekezaji. Sisi kama benki ya maendeleo TAB tupo katika sekta zote za wajasiriamali wadogo na wakubwa na wengine wa saizi ya kati. Naam, hivyo ndivyo tumehitimisha habari za biashara na uchumi. Hatuna la ziada kwa siku ya leo. Nikurudishe kwake Kisa Mwipiana ili uweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Kwako Kisa Mwipiana. Shukrani sana Beatrice Eric Mwaijulu kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, hivi punde habari za michezo na burudani zitafuatwa ambazo zitaletwa na mwanamichezo wetu Beki Kisiki Juma Mohamed ambaye atakuja hapa hivi punde kwa ajili ya kukujuza wewe mtazamaji wetu. Endelea kuwa nasi. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho. Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Elimu ofa. Ofa kabambe kwa shule na vyuo vya elimu ya juu. Unapata matangazo ya wiki kwa bei nafuu kabisa. Vile vile tunatoa ofa kwa bei ndogo sana ya matangazo ya moja kwa moja kwa shughuli za mahafali ya shule za msingi, sekondari na vyuo. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0674384236 na 0763400050 au 0713611816. Hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Elimu ofa. Sema kweli. Sema kweli. Sema kweli. Ni kipindi kinachokukutanisha na mijadala makini na wageni makini. Sema kweli. Tukiamulika ndani ya dakika 60 masuala mbalimbali kimaendeleo, kisiasa na kijamii. Bila kusahau michezo na burudani. Ungana na Salumu Mkambala kila Alhamisi kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili usiku hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Sema kweli. Sema kweli.
Naam, hujambo na karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo. Ni wasaa kwenda kutazama zile ambazo tulizonazo kwenye upande wa michezo na burudani usiku wa leo. Nitoe kongole kubwa kwake bibie Kisa Mwaipiana ambaye alikuwa hapa kuhadithia habari za kitaifa na habari za kimataifa pamoja na habari za biashara na uchumi, lakini kwenye habari za biashara na uchumi uliungana naye Salma Shabani, lakini kwa usaidizi mkubwa sana wa Tito Makombe kwenye upande wa tafsiri wa lugha za alama. Karibu uwe nami na niko hapa mpaka tamati ya leo kwenye upande wa michezo na burudani. Tuanze huko visiwani Zanzibar ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa zawadi maalum kwa klabu ya Simba kwa kugharamia matumizi ya uwanja wa New Amani Complex bila gharama yoyote kwa ajili ya mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika itakayofanyika siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi huu Mei majira ya saa 10 jioni katika uwanja huo wa New Amani Complex. Wadau wa soka visiwani humo wamempongeza rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hatua yake kugharamia matumizi ya viwanja huo ikiwa ni sehemu ya serikali kuweka mkono kwenye sekta ya michezo. Mwanamichezo wetu Juma Kasim ndio shuhuda wa taarifa hiyo. Wadau hawa wa michezo wamesema hatua ya Rais Mwinyi kugharamia uwanja huo na kuutoa kwa ajili ya timu ya Simba ni kuonesha ukomavu wake na dhamira yake ya kukuza michezo. Lakini sio kama labda Dr. Hussein Mwinyi labda Simba, kwa sababu ni sehemu, Simba ni sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo hata nyie Yanga mkija mkicheza, Hussein Mwinyi bado atatoa gharama hizo, hakuna shida. Popote kwenye Simba Yanga wapo, lakini nadhani jambo zuri, jambo la faraja kwa yoyote atakayekuja kucheza. Na sio klabu kutoka bara, hata vya Zanzibar, KMKM na Malindi vikifika finali, Dr. Hussein Mwinyi Mwenyezi Mungu amweke salama, amweke haya, ampe afya njema, atatoa kwa sababu uwezo wa kutoa nao na anajua faida ya kutoa kwamba kuna faida mbele yake. Ukitoa unajua kuna faida mbele yako. Kwa sababu amekuwa ni mwanamichezo wa kweli, ameonyesha kwamba nini inamgusa kwenye michezo na vile vile hii itatumika kama motisha kwa wachezaji na uongozi wa Simba kuweza kufanya vizuri. Ni jambo kubwa sana ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya kwa sababu unaposaidia harama za uwanja manake umeisaidia timu kuiondolea harama na zile pesa ambazo wamepanga kufanyia harama zitasaidia kwenye mambo mengine. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunampongeza sana. Wamesema mbali ya mchezo wa Simba dhidi ya timu ya Berkane pia utasaidia kukuza na kutangaza utalii wa Zanzibar. Kwamba mechi kubwa inachezwa katika uwanja wa kisasa baada ya uwanja kufanywa marekebisho makubwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kufanya sasa uwanja wa kisasa. Kwa hiyo kwetu faraja, tutapata kuona na tutajifundisha. Kwa vile vile tuwapongeze Simba kwa kuona kwamba iko haja kubwa kuleta mpira Zanzibar. Kwa sababu finali kama hii siku yetu haijawahi kuchezwa. Kwa hiyo tumepata fursa hii na fursa ni kwetu nzuri kwa Zanzibar. Tunawapongeza sana chama cha soka ambacho kimeamua kuleta finali hii hapa kwetu Zanzibar. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kuweza kuridhia yale maombi ya CAF kuja kuleta mechi Zanzibar, na pia tunawatakia kila laheri wekundu wa Msimbazi Simba waweze kuchukua kombe ndani ya visiwa vya Zanzibar kwa sababu itakuwa ni historia kubwa kwetu. Tayari timu ya Simba kwa visiwani Zanzibar ikijiandaa na mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya timu ya Berkane, huku Simba ikitarajiwa kupindua meza baada ya mchezo awali kuambulia kipigo cha mabao 2-2. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante mwanamichezo Juma Kasim kutoka visiwani Zanzibar. Tukisalia hapo visiwani Zanzibar na sasa tukawatazame wanafinali hao Simba Sports Club, ambapo uongozi wa klabu ya Simba kupitia idara ya habari na mawasiliano umezindua rasmi hamasa visiwani Zanzibar kuelekea mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika utakaopigwa tarehe 25 mwezi huu uwanja wa New Amani Complex huko visiwani Zanzibar. Mwanamichezo wetu ndio shuhuda wa taarifa hiyo. Hamasa hizo zimezinduliwa na meneja wa idara ya habari na mawasiliano Simba Sports Club Ahmed Ali, ambapo wamesema kuwa wanasimba wanatakiwa kuiunga mkono timu yao kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo ambao Simba wanakwenda kucheza wakiwa nyuma kwa magoli 2-0 baada ya kupoteza mchezo wa kwanza wakiwa ugenini, huku akiweka wazi lengo la Simba kwenda kutoa ubingwa msimu huu. Wachezaji wetu wako tayari, benchi la ufundi liko tayari, na kwa kuwa hii ndo mechi ya mwisho, basi wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana. Usiogope kuumia kwa sababu baada ya mechi hii hatukudai chochote. Hata ikiwezekana kufia hapo uwanjani, baada ya mechi hii hatukudai chochote. Wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, Simba tuchukue ubingwa. Wachezaji wetu
watoe maarifa yao yote. Baada ya mechi hii hakuna mechi nyingine ya kimataifa. Katika hatua nyingine, Ahmed Ally ameweka wazi ratiba za kwenda kutoa misaada kwa watoto wenye mahitaji maalum sambamba na kufanya dua ya kumwombea hayati Abeid Amani Karume, huku akiwataka wanasimba kununua tiketi kwa wingi. Kwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Mnafahamu ili jambo ni nyeti, lazima tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuomba msaada wake, atubariki, aturuzuku, na kwa rehema zake Simba tuweze kuchukua ubingwa. Kumwombea dua hayati Rais Mwinyi katika makazi yake ya milele maeneo ya Mwanga Pwani. Mmetuhujumu 93, mgeni akiwa Rais Mwinyi, kikombe kimeondoka. Jumapili hapa mgeni Rais Mwinyi, mtu na baba yake, alafu mtuhujumu, hamtoki. Hatukubali, lazima kikombe kibaki, lazima kikombe kibaki, hatukubali. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Haya, asante sana mwanamichezo Esther Mtebe, na niombe radhi, hayati ambaye anaenda kuombewa dua ni Ali Hassan Mwinyi na si Amani Abeid Karume kama ambavyo taarifa ilieleza hapo awali. Kwingineko ni kwamba wanariadha na wakimbiaji zaidi ya 12,000 wa ndani na nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki mbio za kimataifa za NBC Dodoma Marathon msimu wa 6 zinazotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi Julai mwaka huu jijini Dodoma, ambapo waandaaji wa mbio hizo wakiwataka Watanzania kushiriki kwa wingi. Wakizungumza katika hafla uzinduzi wa mbio hizo za kimataifa ambazo mwaka huu zinafanyika msimu wake wa 6 zikiwa na lengo la kukusanya fedha kiasi cha shilingi milioni 700 ambazo zitasaidia kuendeleza mapambano dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi, kupanua ufadhili kwa wakunga hadi kufikia wakunga 200, pamoja na kuanzisha mpango mpya wa kufadhili masomo kwa wauguzi 100 kwa ajili ya watoto wenye changamoto za usonji kwa maana ya autism hapa nchini Tanzania. Tupata nafasi ya kusikiliza wakati wakizungumza wakati wa hafla hiyo. Tulifanya vizuri sana na mwaka huu tunataka tufikie wakimbiaji 12,000. Hilo ni lengo letu. Na kama nilivyosema, tumeanza ufunguzi, pamoja kwamba ufunguzi rasmi umeanza leo. Tulianza na ufunguzi wa punguzo ambao tumeona umekwenda vizuri kabisa, umefika 100%. Kwa hiyo tutakuwa tumefungua leo, tuna uhakika by mwezi wa 6 mwishoni tutakuwa tumefikia lengo letu la wakimbiaji 12,000. Nichukue nafasi hii tu kuwakaribisha Watanzania wote tukakimbie Dodoma. Tumeweza kuwafikia zaidi ya wilaya 78 kwa kipindi cha miaka hii yote mitano. Lakini kingine zaidi, tumeweza kuwafundisha watu wa huduma zaidi ya 250 ambao wanatoka kwenye vituo vya afya kwenye wilaya 78. Hii inamaanisha nini? Huduma hii itakuwa ni endelevu, uweze kushiriki kwa mchango wao wa hali na mali, na pia hata kufanya mazoezi pia ni sehemu ya kupambana na ugonjwa huu wa saratani. Achana na labda kutoa kama makampuni labda mnatoa vifaa, lakini pia kuna utoaji wa elimu. Ndio kitu hicho ambacho kimetuvutia sisi zaidi. Haya, tukitoka hapo tukatazame taarifa nyingine, ambapo wakati Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, wadau wa michezo nchini ambao wanaanzisha mashindano mbalimbali wametakiwa kurasimisha mashindano hayo na timu zinazoshiriki mashindano kutokana na kuibuka kwa mashindano mengi ambayo sio rasmi na yakiwa yanaendeshwa kinyume na kanuni za Baraza la Michezo Tanzania kwa maana ya BMT. Hayo yameelezwa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa Najaha Bakari, na ambapo ameeleza kuwa kumekuwa na wimbi la mashindano mbalimbali ya soka yanayoanzishwa bila kurasimishwa kuanzia ngazi ya kata na jimbo, jambo ambalo kinyume na sheria na kanuni za kimashindano chini ya BMT. Tupata nafasi ya kumsikiliza na kumtazama. Tunatoa wito kwa wale ambao wanajua kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi, wengi wataanzisha ligi zao zisizoeleweka ambazo haziko rasmi. Kwa hiyo wanapokuwa wanafikiria kuanzisha ligi kwa ajili ya kujinufaisha wao, basi kuelekea kwenye uchaguzi wahakikishe kwamba ligi hizo zinarasimishwa, zinasajiliwa Baraza la Michezo la Taifa ili ziwe rasmi kuendesha. Tusije tukafanya kwamba sasa hapo tukaanza kuumbuana na waheshimiwa huko majimboni kuanza kuwasimamishia ligi zao. Kwa hiyo watumie fursa hiyo.
Haya, taarifa zimefika. Kwingineko ni kwamba katika kuendeleza na kuzalisha vipaji vipya vya mchezo wa mpira wa kikapu nchini, wadau wa mchezo huo wameaswa kuwekeza kwenye eneo la miundombinu ya viwanja ili vipaji vinavyosakwa viweze kushiriki katika mchezo huo bila ya vikwazo vyovyote. Wito huo umetolewa na kocha wa mpira wa kikapu ambaye pia ni mdau wa mchezo huo, Bahati Mgunda, wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo na kusema kuwa eneo la kuzalisha vipaji liende sambamba na uwekezaji wa miundombinu ya viwanja. Tukapata nafasi mwongozo kutoka kwenye chama cha mpira wa kikapu mkoa Tanzania, pia kutoka kwenye baraza la michezo, kwamba ni miongoni mwa michezo, mpira wa kikapu ni miongoni mwa michezo ambayo inapewa kipaumbele. Kwa hiyo tunaendeleza juhudi hizo kama wadau, kujaribu kusambaza, kujaribu kutoa elimu kwa watu wengine, kwa sababu ukiangalia nilipokuwa Igunga, nilipata nafasi kaenda mpaka Tabora mjini. Tabora ni miongoni mwa maeneo ambayo mpira wa kikapu ulianza. Uliingia Tanzania kwa kasi na ulisambaa kwa kasi sana, kutoa na viwanja vingi, lakini bado ukiangalia ile magoli yaliyokuwepo bado ni ya kizamani, yani picha zile ni za kizamani sana. Kwa hiyo Haya, niombe radhi kwa sauti kutokuwa na usikivu mzuri, lakini naamini ujumbe pia umefika kwenye kuwekeza upande wa miundombinu katika mchezo wa mpira wa kikapu hasa kwa vijana. Taarifa hii inatupeleka kwenda kutazama yaliyojiri kunako upande wa habari za michezo na burudani, na tuungane na msimulizi wetu ambaye yeye ndio shuhuda wa habari kemkem tulizoziandaa siku ya leo. Klabu ya Tottenham Hotspur imefanikiwa kutoa taji la ligi ya Europa baada ya kuifunga Manchester United kwa ushindi wa bao 1-0 lilofungwa kupitia kwa Brennan Johnson aliyeunganisha krosi safi ya Pape Matar Sarr katika fainali iliyofanyika katika uwanja wa San Mamés, Bilbao, Hispania. Ushindi huo unaenda kumaliza ukame wa miaka 17 wa mataji, ambapo mara ya mwisho walitoa taji baada ya kuifunga Chelsea mabao 2-1 katika fainali ya kombe la ligi mwaka 2008. Walishinda kombe la Europa mara ya mwisho mwaka 1984. Mlinzi wa Spurs Mickey van de Ven na mlinda mlango Guglielmo Vicario walifanya jitihada binafsi za kuhakikisha hawafungwi bao lolote na kuihakikishia Spurs ushindi katika fainali hiyo. Kocha wa Spurs Ange Postecoglou amekuwa shujaa baada ya dakika 90 akitimiza kauli yake ya kuwa huwa anashinda ubingwa katika msimu wake wa pili na klabu yoyote anayoifundisha, akiachia maswali wakosoaji wake. Kwa upande wa United, licha ya kupoteza fainali hiyo, lakini taarifa za ndani ya klabu zinasema bado ana imani kubwa na kocha wao Ruben Amorim, huku akiahidi kufanya mabadiliko ya kutosha katika kikosi chao kuelekea msimu ujao. Na huko nchini Marekani kwenye NBA, Shai Gilgeous-Alexander ameshinda tuzo yake ya kwanza ya mchezaji bora wa mwaka MVP wa NBA baada ya msimu bora akiongoza timu ya Oklahoma City Thunder kushinda mechi 68, idadi ya juu zaidi ya msimu huu wa ligi. Tuzo hiyo ilitangazwa rasmi Jumatano usiku, siku chache baada ya Gilgeous-Alexander na the Thunders kuwashinda Denver Nuggets ya Nikola Jokic katika mchezo wa 7 nusu fainali ya kanda ya magharibi. Alexander mwenye umri wa miaka 25 aliyemaliza nafasi ya pili katika upigaji kura wa MVP msimu uliopita nyuma ya Jokic alithibitisha ubora wake mwaka huu kwa kupata kura 71 kati ya 100 za nafasi ya kwanza. Michezo Salum Pelembo kwa kutuhadithi habari za michezo na burudani kimataifa, na ndio tamati ya habari za michezo na burudani usiku wa leo. Ulikuwa nami naitwa Juma Mohamed, kaa tayari kwa ajili ya muhtasari wa habari. Kisa Mwaipiana atakuja hapa sambamba naye Tito Makombe kuja kuhitimisha habari usiku wa leo. Lakini leo MVP wa leo ni Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye amepiga pointi 3 kwa kuwapa ama kwa kuondoa gharama kwa Simba Sports Club katika uwanja wa New Amani Complex. Asante na wakati bora kwako. Baadhi ya wabunge wameishauri serikali kuiwezesha Wizara ya Kilimo kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya kufanya tafiti zitakazowezesha wakulima kufanya kilimo chenye tija zaidi. Rais Donald Trump wa Marekani na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini waibua matumaini mapya kuhusu kupatikana kwa suluhisho la mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na DRC. Na katika michezo, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi abeba gharama zote za uwanja wa New Amani Complex kuelekea mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika utakaochezwa tarehe 25 mwezi huu kati ya Simba dhidi ya RS Berkane.
Na shukrani sana Juma Mohamed kwa habari za michezo na burudani ambazo zinahitimisha taarifa yetu ya habari kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Kisa Mwipiana nikiwa na Tito Makombe katika ukalimani wa lugha ya alama, lakini katika habari za biashara na uchumi tulikuwa na Beatrice Eric. Tunakushukuru sana, tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vya hapa Channel 10 kilicho bora kabisa, lakini pia tukutakie usiku mwema mtazamaji wetu. Asante. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho, Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Elimu ofa. Ofa kabambe kwa shule na vyuo vya elimu ya juu. Unapata matangazo ya wiki kwa bei nafuu kabisa. Vile vile tunatoa ofa kwa bei ndogo sana ya matangazo ya moja kwa moja kwa shughuli za mahafali ya shule za msingi, sekondari na vyuo. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0674384236 na 0763400050 au 0713611816. Hapa hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Elimu ofa. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. I mean, there are far more intractable problems around the world, you know, Israel-Palestine, that's much more difficult. And yet here we are, this deep, bitter rivalry between this place and that place. The ideology has got into it.